nini itikadi ya Qur'ani? Qur'ani iko mbali na wao na wao wako mbali na Qur'ani. Ndugu zangu katika imani, sababu nyingine iliyopelekea kuwafanya wa magharibi kuwa mbele, wasio waislamu kuwa mbele dhidi ya waislamu, ni hii hali ya kuishi wakiitumia Qur'ani, usia aliyotuachia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ambao sisi leo tumeutelekeza. Siku za mwisho za maisha yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anaondoka, anawaambia waislamu, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Ninaondoka, pamoja na kuondoka kwangu nimeacha kwenu vitu viwili, kamwe hamtopotea, kamwe hamtokangeuka, kamwe hamtofeli kwenye maisha haya ya dunia mkishika viwili hivi. Viwili vyenyewe ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mwenendo wake Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Iko wapi Qur'ani ndugu zangu, ambayo ndiyo taa ya mwangaza, taa ya mafanikio, taa ya uongofu kwa Waislamu, inayoishi katika maisha ya Waislamu? Leo Waislamu kila mmoja anafikiria nje ya Qur'ani. Mtoto anayepelekwa madrasa kusoma Qur'ani, namna anavyotazamwa, namna anavyowezeshwa, si mtoto anayepelekwa kwenda kusoma yes no just because. Mwalimu anayefundisha Qur'ani, physical appearance yake, muonekano wake uko tofauti na mwalimu anayefundisha yes no just because. Mwalimu anayefundisha yes no, yawezekana topiki moja akalipwa pengine 10,000, 50,000 mpaka 100,000. Mwalimu wa Qur'ani maskini ya Mungu anafundisha mwezi mzima, ada ya shilingi 5,000 inatolewa kwa manati, inatolewa kwa kuvutana. Haya ndiyo maisha ambayo Waislamu wameyafika. Qur'ani wameiweka chini, haina thamani na wao. Lakini Qur'ani ndugu zangu inafundisha kilimo, Qur'ani inafundisha maumbile. Kwenye Qur'ani ndio Allah anasema vipi anahuisha ardhi iliyokufa, vipi anaotesha mimea. Kwenye Qur'ani inafundisha matibabu, Qur'ani inafundisha uchumi. Qur'ani ndio iliyokuja na sera za kupiga vita riba, kwamba riba ni vita baina ya mja na Mola wake. Riba haiwezi mnyanyua mwanadamu yeyote ambaye ameshikamana nayo, na watu wa dunia wanakubali haya. Wangapi katika matajiri wakubwa wamefilisika kwa sababu ya riba? Qur'ani karne ya 7 ilikwisha yasema haya. Leo Waislamu wanakimbilia kwenye milango ya mabenki yanayotoa riba. Leo Waislamu wanaona njia za kuondokana na umasikini na ulofa na ukwasi walionao ni kupitia kwenye riba, njia za ujanja, ubabaishaji. Ikiwa Qur'ani imeachwa, sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama ndio watu wamekaa nayo mbali mno. Ya Rabbi, tunakuomba utuongoze kuturejesha kwenye kukifuata kitabu chako kitukufu, kadhalika mwenendo sahihi wa mtume wako Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. كذلك تمتي يا ukweli wa kumtii, tukijua na kutambua maendeleo yetu katika maisha haya ya dunia, kuwa kwetu mbele sisi dhidi ya wanadamu wengine wasiokuwa Waislamu katika maisha haya ya dunia, ni ule ukweli wetu sisi na Qur'ani, ni ule ukweli wetu sisi na sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Katika dunia hii ya Waislamu kuwa nyuma kimaendeleo, tunashuhudia watu wanaoishi katika hii dunia wakisema ni Waislamu, lakini ni mafedhuli wakubwa kwa wazazi wao. Na Allah mtukufu ndani ya kitabu chake kitukufu anatuambia, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna, na kwa hakika tumemuhusia mwana wa Adamu kuwatendea wema wazazi wake wawili, kuishi maisha mazuri
heshima katika hii dunia na wazazi wake wawili, kwa sababu kuwatendea wema wazazi ni miongoni mwa sababu za mwanadamu kufanikiwa katika maisha haya ya dunia. Hawezi akafanikiwa mtu anayeishi kwenye hii dunia, analala, anaamka, anatembea, hali ya kuwa wazazi wake wana kinyongo naye. Mafanikio kwa mtu huyu ni magumu. Tunaishi leo katika jamii yetu ya Kiislamu na ongezeko kubwa la watu ambao hawana adabu na wazazi wao, hawawathamini wazazi wao kama ni wazazi wenye haki ya kuheshimiwa, kutiiwa na kufanyiwa wema. Na huu wema si wema wazazi wakiwa hai tu, bali ni wema hata wazazi baada ya kufa kwao. Thamani ya wazazi kwa wengi miongoni mwetu imekuwa ni ndogo sana. Muislamu wa leo ni yule ambaye yuko tayari kushiba, yuko tayari kuvaa vizuri, yuko tayari kupata matibabu mazuri, yuko tayari kutembelea usafiri mzuri, lakini tazama hali za wazazi wake, tazama matibabu ya mzazi wake, tazama mavazi ya mzazi wake, tazama kula ya mzazi wake, tazama wapi mzazi wake analala. Dunia hii ndugu zangu, iliyopelekea Waislamu wawe nyuma kimaendeleo dhidi ya wasio Waislamu, ni dunia inayoshuhudia mifarakano, magomvi, chuki, husda, vifundo baina ya Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama alisimamisha dola ya Kiislamu iliyoshika nguvu, ikatoka Madina ikaenda mpaka Ulaya. Daulatul Amawiya imetawala Spain miaka 800. Sababu kubwa ni ule ukhuwatu ad-diniya, ukhuwatul imaniya, udugu wa kiimani wa kweli, mapenzi yaliyojengeka na msingi wa kuitii Qur'ani, kadhalika sunna sahihi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah mtukufu anatuambia, walmu'minuna walmu'minati ba'dhuhum awliya'u ba'd, waumini wanamume kadhalika waumini wanawake baadhi yao ni vipenzi, ni marafiki wa wengine. Hii ni tofauti ndugu zangu na yale ambayo tunayashuhudia leo katika maisha yetu. Magomvi yametamalaki, watu waliishi katika chuki na uadui katika hii dunia. Hakukuwepo kama Aus na Khazraj. Watu walikutana katika tamaduni zilizo tofauti. Hakukuwepo kati ya watu wa Ansari wa Madina na Muhajirina kutoka Makka, lakini kupitia Uislamu wakatengeneza udugu madhubuti, udugu imara, udugu uliojaa mapenzi ya kweli. Ikawa shida ya Muislamu mmoja ni shida ya Waislamu wengine wote. Tatizo la Muislamu mmoja ni tatizo la Waislamu wengine wote. Leo haya ndugu zangu hayapo katika maisha ya Kiislamu, hayapo katika maisha ya Waislamu. Wafalestina ndugu zetu wanapigwa na mazayuni wa Kiyahudi, wanauliwa na mazayuni wa Kiyahudi, hali ya kuwa mazayuni wa Kiyahudi wakipata sapoti ya watu wa mbali wenye itikadi moja na wao. Waislamu walio pembezoni mwa Palestina hata kufungua midomo yao kusema hawawezi. Haya maendeleo, kuitawala dunia, kuiongoza dunia, ambako Qur'ani imetuambia, ambako sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama zimetuambia, kutapatikana vipi kwenye mazingira ya uadui namna hii, kwenye mazingira ya ukosefu wa mapenzi namna hii? Unaweza ukaona ni jambo la mbali kati ya nchi na nchi kukosa mapenzi ya kidugu ya kiimani, lakini leo watu wanaishi kwenye nyumba moja, mtu na kaka yake, wanaishi kwenye nyumba moja, mtu na dada yake, mtu na mjomba wake, hawasemi, hawaongei. Leo watu ni ndugu wa baba na mama mmoja, mmoja amepewa, mwingine ana chuki dhidi ya mwenzake aliyepewa, chuki hata ya kumsababishia maafa. Haya ni maisha ya kawaida katika maisha ya Waislamu leo. Hivi ni vitu adimu mno kwenye maisha ya wasiokuwa Waislamu. Magomvi
Maovu yamekithiri sana kwetu. Unamkuta Muislamu anaishi nyumba moja, kitanda kimoja na mke wake, anasema ni mpenzi wake, anaweza mnunia miezi miwili asemi naye. Ana hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayu'ridhu hadha wa yu'ridhu hadha wa khayruhuma alladhi yabda'u bisalam. Haiwi halali kwa Muislamu akamnunia Muislamu mwenzake zaidi ya siku 3. Ana mwezi analala kitanda kimoja, mzungu ane na mke wake, na yeye ni mume. Halafu anataka hii familia ipate maendeleo, hii familia watoke kwenye kupanga wakajenge nyumba yao, hii familia wamiliki usafiri wao, wasipande madaladala, hii familia wasiishi wakasubiria ihsani za watu wa ihsani kuletewa misaada wapate endeleza maisha, bali wao wajitoe kimaisha. Maendeleo yatapatikana vipi hali ya kuwa fikra zenu si moja, mapenzi yenu, nyoyo zenu haziko moja, hamna huruma kati yenu?